Hujambo na nikukaribishe kwa mara nyingine tena katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Korea Kusini ina hatihati ya kushiriki katika mapambano dhidi ya kufungua mlango wa bahari wa Hormuz kwa kushirikiana na Marekani. Taifa hilo ambalo lina ushirika wa karibu na Marekani kwa muda mrefu limesema katika taarifa yake kwamba litashiriki katika mkutano wa ulinzi wa kimataifa kuhusu usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz ambao unafanyika siku ya leo ya Jumanne kufuatia shambulizi la hivi majuzi dhidi ya meli ya mizigo inayoendeshwa na Korea Kusini katika njia hiyo ya kimkakati ya majini, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti vikiwanukuu maafisa wa serikali. Jenerali wa jeshi la nchi hiyo, Jenerali Woo Kyung-suk, mkurugenzi mkuu wa kupanga sera katika Wizara ya Ulinzi, atahudhuria mkutano huo wa mtandao unaoongozwa na Uingereza na Ufaransa, shirika la habari la Yonhap limeripoti. Zaidi ya nchi 40 zinatarajiwa kujiunga na kile ambacho maafisa wanakielezea kuwa mkutano wa kwanza wa ngazi ya juu ulioangazia juhudi za usalama wa baharini zinazoratibiwa katika bahari hiyo. Mazungumzo hayo yanakuja huku kukiwa na wasiwasi wa kimataifa baada ya mzozo wa Marekani na Iran kuvuruga njia ya meli kupitia njia muhimu, mshipa muhimu wa nishati na usambazaji wa mbolea duniani. Seoul hivi majuzi ilihitimisha kuwa mlipuko wa moto ndani ya meli ya mizigo HMM Namo mnamo Mei 4 ulisababishwa na vitu viwili ambavyo havikutambuliwa. Korea ya Kusini ililani vikali ushambulizi hilo na kuahidi uchunguzi kamili kubaini ni nani aliyehusika. Mshauri wa usalama wa kitaifa Wing-suk Lak alisema Jumatatu kwamba mashambulizi dhidi ya meli za kiraia hayawezi kuhalalishwa au kuvumiliwa, na kuongeza kuwa serikali itachukua hatua muhimu mara tu uchambuzi zaidi utakapokamilika. Rais wa Marekani Donald Trump hapo awali alidai kwamba Iran imepiga risasi kwenye HMM Namo na shabaha zingine, lakini ubalozi wa Iran huko Seoul ulisisitiza kwamba Tehran kwa kuthibitisha na kimsingi inakanusha kuhusika na tukio hilo na jeshi lake. Kulikuwa na wahudumu 24 ndani ya ndege hiyo, wakiwemo wa Korea Kusini 6, na hakuna majeruhi walioripotiwa. Hali bado ni tete katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini wachambuzi wanasema kwamba kitendo cha rais wa Marekani Donald Trump kukataa maono ya Iran lakini bila kutaka majadiliano ya aina yoyote kutasababisha hali kuwa ngumu kwa mara nyingine tena katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, lakini pia kutaibuka kwa vita vikubwa mno katika eneo hilo. Hata hivyo, kujumuishwa kwa mataifa mengine katika vita hivyo, hasa mataifa ambayo yanataka kuunga mkono upande wa Marekani pamoja na Israel, yatatengeneza sintofahamu na kwamba Iran itaufanya mashambulizi makubwa zaidi katika maeneo mbalimbali katika ulimwengu, hasa eneo la Mashariki ya Kati, lakini pia nje ya Mashariki ya Kati. Wachambuzi wa mambo wanaonya. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni